Tembea na Elia, akachua kitu Elisha, akaanza kufanikiwa, akaanza kuona Mungu anatembea na Elisha. Katembea na Mungu kuanzia sasa. Maadui zake wameona Mungu unatembea nao, wanawaza kuua ndoa yako, wanawaza kupoteza amani ya maisha yako, wanawaza kuiba nyota yako. Tembea na Bwana, utawatishia juu ya maadui zako. Watakapokuona maadui zako, wao wenyewe waanze kutetemeka. Wewe uwe moto, maadui ambao wanakuita jina lako kwenye vilinge vyao, jina lako litokee kama moto katika jina la Yesu. Sema amen, sema amen, sema amen. Wote ambao wanaoiba nywele zako, wajapofika wasikuone wewe, waone mavazi yako moto, nywele moto, jina moto, kila kitu chao kiwe moto. Sema amen, sema amen, sema amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele watu. Sipo jirani yako, mwambie lazima mimi nifanikiwe katika jina la Yesu. Mwambie lazima mimi nifanikiwe katika jina la Yesu. Mwambie lazima nifanikiwe katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, hiyo ndio faida ya kuwa na mtu wa Mungu. Musa anakwenda kwa Farao, akamtandika Farao, hadi akapiga sauti Farao. Na mimi nimekuja kuwatandika wanaozuia maisha yako, wanaozuia usifanikiwe. Nimekuja kuwasababisha na wewe kufanikiwa. Lazima ufanikiwe, lazima ramani yako kama vile ambavyo Mungu amekusudia uwe, utakuwa hivi kwa jina la Yesu. Watu wanaozuia mpango wa Mungu kwenye maisha yako, sema kaa kushoto, sema wakee kushoto. Fanya namna hii, mwambie kaa kushoto. Maadui wote wanaozuia ndoto zako, mwambie kaa kushoto, mwambie kushoto, kushoto, kushoto. Pigia Yesu makofi ya juu. Ongezea na Yesu makofi na vigelegele yetu. Pigia Yesu makofi na vigelegele yetu. Akamtandika sana Farao.